Pwani Habari ni channel yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi ili Kwa majina naitwa Ali Muhammad Salum, ni kaka mkubwa wa familia hii ambayo imepata majanga haya. Ajali hii imetokea mnamo saa 3:30 usiku. Hapo ndipo moto ulipoanza. Lakini kwa bahati mbaya sana sisi kama wanaume au ndo kaka familia hatukuwepo kwenye hiyo nyumba. Alikuwa mama na mke wake, yani mke wangu mimi na walikuwa wawili. Sasa walishindwa kuweza kukabili huo moto kwa sababu walichelewa kuweza kugundua ama kujua tayari moto umeshatokezea. Kiukweli ni janga kubwa na limesababisha hasara kubwa katika familia yetu. Maana una takribani ya vitu vyote vilivyokuwa ndani ya nyumba vote vimeteketea. Maslani, vitanda, magodoro, TV, makabati, dressing na fedha taslimu ambazo zilikuwemo, kila mtu na ile hakiba ambayo mwenyewe aliyoweka. Kwa hiyo hatuwezi kukadiria ni bei gani, lakini kwa kweli hasara kubwa tulioipata, na jengo kama lilivyo hivi linavyoonekana, hatuna makazi yote yale ambayo kwa sasa. Tunaomba serikali na watu wengine watusaidie katika mtihani huu mkubwa uliotufika. Mimi naomba nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kutujalia uhai na uzima na kuweza kuendelea na majukumu ya kazi ambayo kwamba yametuweka hapa duniani. Cha pili, nichukue nafasi hii kutoa pole kwa wanafamilia ambao wamepatwa na janga hili, na Mwenyezi Mungu na atawapa moyo wa subira kwa kipindi hichi na uvumilivu, ili kujiandaa na mambo mengine ambayo kwamba yataweza kuwapa moyo wa kuweza kurejesha hali hii hapa. Kwa ujumla, sisi serikali kupitia ofisi ya makamu wa pili wa rais tumepata taarifa hii asubuhi ya leo, na mheshimiwa mkuu wa wilaya vile vile aliniarifu juu ya tukio hili kama limetokea, na kuona jinsi gani ambayo kwamba tutaweza kuandaa mipango ya kuweza kuifariji hii familia kwa kipindi hichi kigumu ambacho wanapitia hivi sasa. Kwa kweli sisi tathmini kabisa ya tukio bado hatujaifanya, lakini kwa taarifa tu kutoka kwa sheha wa shehia husika, ametupa taarifa kwamba ili jengo linakaa familia 3 ambayo lina jumla wakazi 16. Kwa kweli ni familia ambayo kwamba, au niseme ni familia ambazo kwamba zitakuwa katika kipindi kigumu hichi. Lakini nichukue nafasi hii kutoa wito kwa wananchi, majirani na wale wote ambao kwamba wapo karibu kuweza kushirikiana na familia hizi ili kuona katika kipindi hichi wanawezaje kutoa msaada hususan kwanza wa makazi. Yule ambaye kwamba ana eneo au nani fulani aweze kuwapa nafasi ya kuweza kukaa kwa kipindi hichi. Sisi kama serikali tukaona hilo watu wataweza kutoa eneo au nafasi ya kuweza kuishi, lakini vifaa itakuwa havipo. Lakini tukaona tuchukue nafasi hii tulete hivyo vifaa vya magodoro, kuna vifaa vya ndarua vipo hapo, kuna vifaa vya mabeseni, masufuria, ili pale ambapo kwamba wataweza kuhifadhiwa waweze kuvitumia vifaa hivyo, kwa sababu wananchi na wao pengine hataweza kupata hivyo. Lakini kama serikali na vifaa hivyo tunavyo, ndio tumekuja navyo ili viweze kusaidia kwa kipindi hichi. Vile vile kuna chakula, unajua tena mtu kuweza kumsaidia inaela kukaa akasema hata chakula sina. Sasa kipindi hichi kuna familia 3 tumeona tuje na hivyo chakula ambacho pale ambapo kwamba wataweza kusaidiwa pa kuishi, na hicho chakula kiwepo kiweze kuwasaidia. Kwa kweli binafsi mimi mkuu wa wilaya nilipokea hii hali kwa masikitiko makubwa sana. Lakini pia ni washukuru kikosi chetu cha zimamoto na uokozi. Mara tu baada ya kuwapa taarifa, basi imani yangu hawakuchukua muda, walifika katika maeneo. Wakati nilikuwa nawasiliana na sheha ili kutaka tuwape taarifa watu wa fire, lakini sheha alikuwa ananiambia mkuu, gari nalisikia. Kwa hiyo tuone namna gani na wao juhudi walizozichukua. Kwa kweli tunashukuru, lakini pia tuwape pole
tunawapa pole familia kwa hiki ambacho kimetupata, kwa sababu hili janga sio lenu peke yenu. Jamii ya Wawi limewagusa. Mimi jana usiku nilikuwa sipo maeneo, lakini nilikuwa nawasiliana kwa simu, nilikuwa nikiona namna gani watu walivyokuwepo maeneo. Kiukweli tuwape pole sana, na tumesema tuje tuwafariji, na kile kidogo ambacho tuko nacho basi tuweze kuwapatia, ili kwa kipindi hiki kifupi, kipindi cha mpito, kiweze kutufariji. Lakini kama mkuu wa wilaya niendelee kuambia wale wote ambao wanataka kuwafariji wenzetu, wanataka kuzifariji hizi familia ambazo zimepata maafa, basi wasisite, wafike ili waje kuwapatia chochote. Na kama tunavyoona kwa sasa, wenzetu hawa ambao jana walipata maafa ya kuunguliwa kwa moto kwenye makazi yao, basi hawana makazi ya kukaa. Kwa yoyote yule ambaye anania kutusaidia, basi asisite, afike kwa lengo la kuwasaidia wenzetu ili wairudishe ile furaha walionayo. Nikushukuru sana mwenyekiti na wewe kwa kuambatana pamoja, lakini pia nikushukuru mkurugenzi kwa kuliona hili kwa pamoja, ili wenzetu hawa wapate kuwa na moyo na serikali yao. Kiukweli baba, mama, niwaambie pole sana. Niwaambie pole sana, na mkiamini kwamba hiki kilichotokea tumekipokea kwa masikitiko makubwa mno. Tumekipokea kwa masikitiko sana. Na kama tulivyosema, tumekuja na kidogo hicho, basi niombe mkipokee ili kiweze kusaidia, japo kwamba hakifidii yale machungu mlioyapata, lakini kitaweza angalau kutusaidia japo siku 2. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.